Sawa, nafikiri kwa wachezaji au mabodi ambao wanabeza michuano ya AFCON, kumekuwa kunatokea kauli za mara kadhaa na nafikiri alishawahi kuzungumza Pep Joseph Guardiola, lakini pia Jurgen Klopp kama nakumbuka, wakati Mohamed Salah moto kwelikweli wanaelekea kwenye michuano mbalimbali UEFA na ilikuwa nafikiri ni UEFA walikuwa wanaenda kwenye hatua za ilikuwa ni mechi za kuamua, nafikiri miaka kama mitano iliyopita. Mohamed Salah moto kwelikweli akawa mtakiwa ajumuike na timu ya taifa ya Egypt kwenye michuano ya AFCON, na makocha wengine walikuwa tunaona kauli zao, lakini hiki kitu hakiwezi kukoma bwana CAF, kwa sababu mimi naamini kwamba naelewa kwamba wana haki hiyo, kwa sababu anayemiliki mchezaji sio timu ya taifa. Vilabu ndio vyenye mamlaka ya kumiliki mchezaji, kwa maana ndio inamlipa, inampa mkataba, inafanya vitu vya tofauti kwake. Ndio kwenye timu ya taifa anaenda kutimiza majukumu kwa sababu ya uraia wake na nini, tunasema uzalendo ule, si ndio? Kwenye hilo unaweza kuwaelewa pia makocha, kwa sababu wao pia hawatamani vibao vyao viweze kuharibika kirahisi kwa sababu ya hivyo. Lakini tukae tuangalie tu kwamba sisi wenyewe tunahitaji thamani michuano ya AFCON. Hii kila mchezaji sasa anakuwa na wish kudimandi kwamba ute mbali, hata mimi sipocheza kwenye ligi za wenzangu, kuna nini ambacho kinaendelea kwenye michuano hii, na nipa platform ya aina gani? Kuna vitu vingi sana ambavyo inawezekana wakawa wanatufanyia analysis hapo, tunaona tunapaa kwenye eneo fulani. Kama ikiwa tuna uwezo wa kuwa committed na kuifanya michuano ya CAF kuwa priority kama ambavyo tunaona wenzetu UEFA Nations League ile ambayo inaendelea, unaona kabisa wao hapo well organized kwao. Sisi kuna namna ambayo tunapaa, yani tunashindwa kuwa organized. Inafika muda sasa hata wao wale wanaanza kuona kwamba inawezekana ikawa nao hata asipoenda mchezaji akaendelea kumhold ikabaki kuwa kwa keni sawa. Lakini nafikiri FIFA amekuja pia ameingilia hilo, sheria kali sana sasa hivi. Ikigundulika klabu ina maozi mchezaji hana majeraha, hakuna changamoto yote, anakataliwa kwenda kushiriki timu ya taifa. Kumekuwa pia kuna kanuni ambayo ina demand kwamba kunaweza kukaa na adhabu kali zikatolewa. Sasa wewe unaona hata wanaofodi kwa shingo gani itambulike tu hivyo kwamba mpira duniani sasa hivi mashindano yanazidi kuongezeka, ndio ambavyo wachezaji nao wanazidi kuwajibika zaidi, watajibika kwenye vilabu, lakini pia watawajibika kwenye timu zao za taifa. Kwa hiyo mimi nafikiri zinaweza zikawa hivyo tu, kwa sababu wao pia kutetea vibarua vyao, lakini uhalisia ni kwamba haiwezi kubadilisha chochote, kwa sababu ni adhari sasa ukane uraia kama bana, mimi sio raia wa nchi husika. Ila kwa mimi kwa sasa hivi ninavyoona pia hata soka la Afrika lenyewe na lenyewe linazidi kukua kwa kadri siku zinazozidi, na wakati ndio unaowapa platform ya wao kuweza kupata wachezaji wazuri. Sasa hivi tunaona na hata wachezaji wenyewe wanaanza kutambua kwamba ni sehemu ambayo wanaweza kufanya vitu vikubwa na wakatoka nje, ni platform yao kuonekana. Kwa mimi nafikiri sioni kama kuna changamoto za hivyo. Hizi kauli tutaendelea kusikiliza tu kama ambavyo hatuwezi tukafanana kwenye mawazo, lakini uhalisia bado utabaki pale pale.